nchi. Lakini nakwambia sisi tutakapoamka mahali hapa, unaenda kutoa uzima na sauti tu. Watu wengine na mimi vitu ambavyo vinaomba na Mungu. Tunasema hiyo ni Mungu, lakini yupo Mungu wa miungu. Yupo mwanaume ambaye tumemleta mahali hapa ili kupata uzima. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Hapa nisomee tena hiyo. Toto elimu kidogo. Yaani pepo linakataa siwezi kuishi na nguruwe. Nguruwe inakataa siwezi kuishi na pepo. Halafu binadamu anamkuta anaishi na pepo. Si changamoto. Hapo sasa. Yaani linasema Baba, mimi sasa kwa sababu nitoa kwa kijana, niweke kwenye nguruwe na akasema maisha haya siwezi. Maisha ya kutangatanga ya mapepo siyataki. Niende wapi? Niende na mimi baharini nikafe. Watu wakasema nguruwe haramu kwa sababu alipata mapepo. Na kuambia sio haramu. Zilizokuwa haramu zilikufa na mapepo baharini. Watu walikufa. Amina. Amina. Vinakufa vizuri vinaendelea kuishi. Amina. Usijidanganye, tunaacha vitu vitamu. Alafu unaanza bwana vitamu. Amna. Hivi vilisema jamani. Wewe tunakula. Amina. Mchungaji jana wewe ngore. Haleluya. Amen. Hebu nisemee Marko 5:21 hadi 43. Haleluya. Amen. Kidogo tu. Haleluya. Amina. Kwa maana alisimama moyoni mwake, nikimgusa tu Yesu, nikimgusa tu. Nakwambia kwamba mpendo, na mtazama kuna mtu mmoja yuko na Bartimayo, alikuwa amekaa mlangoni. Yesu alipokuwa anapita akamgusa tu macho akaona. Kuna watu wamefunga macho, kuna watu wamepigwa macho, hawaoni katika nyumba zao, hawaoni katika familia zao, wanasingizia ati magonjwa tu ya kawaida. Wachawi wameshakumaliza, maana wanajua kwamba haya macho yanakufanya ukapate, haya macho yanakufanya uone vizuri. Wachawi wameshakupiga. Kimbilia kwa Yesu mpendwa, kimbilia kwa Yesu mpendwa, kimbilia kwa huyu mwanaume katika siku ya leo, katika siku ya leo. Amina. Wanajua siri ya Yesu. Hata wewe sio kama ukole, unamjua Yesu alivyo. Tukisema inakuwa, hatuna mashaka wala wasiwasi, kwa sababu tunaye mwanaume anaitwa Yesu mpendwa, anaitwa Yesu jirani yangu, anaitwa Yesu rafiki zangu, anaitwa Yesu anayekuita leo. Hebu sogea mahali hapa, kama unataka upone, kama unataka ufunguliwe. Inaweza kuwa ndugu yangu, watu wamesha kufanya kuwa kochi lao. Ndio binadamu ni walaini ni walaini jamani, binadamu kuja kupata mfupa amehangaika. Amina. Haleluya. Amina. Kupata mfupa amehangaika. Ndio maana wala chawi wanawatumia sana kwenda kwa kalia kule kwenye mambo yao. Unaona nikikaa kwenye gogo kazi yangu haitaenda vizuri. Haleluya. Amina. Haitaenda vizuri. Kwa hiyo inabidi amchukue yule jamaa akamweke pale. Wazikao wanakaa watoto 5 au 6 na wakubwa 2 kwenye mwili huo. Jamani. Amina. Hata pole. Hebu wapeni pole. Pole. Haleluya. Poleni sana. Hata pole. Kuna watu wamefungwa na kutangazia vitu wa kiongoni mahali hapa. Na kutangazia kwamba kanisa umeletea mahali hapa, Yesu umeletea mahali hapa. Usiwatazame wale wanaokusema eti
hapa tu akaona mwanamke alifanya kwa kumgusa, alipomgusa akapokea uzima. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Anasema mbona unanisema sana? Sikusemi sana. Haleluya. Tuko kahisi kako kavue. Amina. Haleluya. Amina. Akavue. Sasa kiwezekana kachome moto. Natusema sana wachawi. Acha uchawi. Haleluya. Amina. Acha uchawi. Ambia Bwana. Acha. Kuna watu wanatembea wanasema kwamba ati mimi simjui Yesu. Leo yuko nyumbani kwako. Kama ulikuwa unamsikia tena pita. Anapita wengine na Yesu yuko wapi? Njoo hapo muone. Haleluya. Amina. Njoo muone. Amina, amina, amina. Amina. Hasa waje uchungaji. Acha muone. Haleluya. Ndio. Yuko hapa. Yuko mahali hapa. Amina. Ndiye tunayemtangaza. Unaposikia kelele hizi, watu hapa wanasema mchungaji Patrick anaomba sana, anapiga makelele sana. Hatulali. Hiyo sio kelele. Mapepo yako ndio kelele. Ugonjwa wako ndio kelele. Amina. Kelele ya mchungaji. Pole. Nakupa pole. Nakupa nini? Pole. Haleluya. Amina. Naomba pole yangu haifikii sana. Hebu jao wapi yani? Haleluya. Amina. Pole. Ninakupa pole kwa sababu umefungwa. Umeng'ang'ania dini. Halafu na watoto ya kutesha. Umeng'ang'ania dini. Biashara yako haisonge. Kila siku chungoleta anabisha hodi. Anakuambia nipe chenchi ya 200 unaona rahisi. Amina. Kwambie chenchi 10,000 uone tabu. Nipe 100. Hiyo inaitwa 100. Na hizi 100 hizi kweli. Nikiwa na 201. Kwa na 201. Haleluya. Unaona kawaida ya kumacho rohoni. Utakapompokea Yesu atakuonyesha huyo simpe chenchi. Mpe chenchi. Muombe. Amina. Haleluya. 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 Hata wengine wanasema moyo ni wa kwenye pikipiki. Tunaona. Haleluya. Amina. Haleluya. Ukiwa kwa Yesu ni raha. Kwa sababu yule mwanaume baba hafananishi. Baba hafananishi. Kabisa. Anafanana na Elisha? Hapana. Hapana. Anafanana na mchungaji? Hapana. Anafanana na fulani? Hapana. Anafanana na jirani? Hapana. Hafanani. Yeye hafanani. Ndio maana tukasema hebu leo mjaribu. Jaribu kufika tu mahali hapa siku ya leo. Ujaribu kwamba nikamwone Yesu hapo anapomtangaza. Utamwona. Amina. Kama umechukia una pepo la chuki.
linachomoka kwa jina la Yesu kabisa. Hilo nalo ni pepo. Si ndivyo? Amina. Ukitabasamu una nguvu ya tabasamu ya upendo. Una miaka mingi hujapata watoto, una miaka mingi hujaolewa, una miaka mingi unaweza kufungua biashara tena fungua. Hebu kimbia sasa hivi, kimbia mahali hapa, kimbia mahali hapa, kimbia mahali hapa. Baraka zako zinaenda kutokea, furaha yako inaenda kupatikana, heshima yako inaenda kupatikana. Amina. Mwingine atukia. Sikusema lakini. Haleluya. Haleluya. Amina. Kwa Yesu kuna nini? Kuna raha. Ngoja nifungie hapa. Unalipa na chenji na baki. Amina. Ngoja niwafikishie. Na inaongezeka. Unalipa deni na chenji inarudi. Alafu zaidi. Unalipa na chenji inarudi. Unalipa alafu na chenji inarudi. Tena zaidi. Amina. Hebu tusimame. Hebu tusimame. Hebu tusimame. Kwa hiyo tuna change na rudi. Na kuita mtu wa Kiamboni. Ninakuita sasa. Ninakuita sasa. Hebu kuwa na kiu. Kama alivyokuwa na kiu yule mama aliyekuwa akitokwa na damu miaka 12 akawa na kiu. Akamchungulia Yesu anapita yote. Alipozisikia zile habari anapita. Akasema hii siku ya tarehe 10 mwezi wa 5. Yohana akasema Yohana na sio Yohana. Akasema kwamba tarehe 10 mwezi wa 5 2026. Akasema yule mama siachi tarehe ipite. Hata kama ataweka mgangale, ataweka na komando pale. Kwamba asinikiwa tumitie pale. Na kwambia kwamba tarehe leo siachi. Amina. Wewe unaiacha. Haya mama alikuwa na kiu, alikuwa na shauku. Akasema kwamba tarehe ya leo lazima niguse pindo la Yesu. Pasipo kugusa pindo sitapona, sitaachiliwa. Yule mama akasogea na Yesu basi vipi tena huko, mbona naona kama kuna kitu. Yesu alikuwa anaona. Alipoona akasema imani yako imekupenya. Alipogusa ile pindo magonjwa yakatoweka. Na mimi sirudi sana. Magonjwa nao mwenyewe, mapepo nao mwenyewe, njaa nao mwenyewe, umasikini nao mwenyewe, kila changamoto nao mwenyewe. Na kuchukua hatua, na kuchukua maamuzi kusogea katika eneo hili ili mpokee Yesu. Hebu shangilia kazi ya Yesu. Yesu. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunaishia butsi. Na watu wa jirani